Habari za wakati huu, mtazamaji wa Ufunuo TV. Ninayo furaha sana kukukaribisha katika wasaa huu, na ilivyo vyema na kupendeza siku hii ya leo, Mungu amebariki niwe na askofu wa kanisa letu la Ufunuo, makao makuu ya kanisa la Ufunuo Kimara Bonyokwa jijini Dar es Salaam. Mama yangu, rafiki yangu, Askofu Elizabeth. Na karibu sana mama. Asante sana, shukuru sana. Hongera kwa kupendeza. Asante na wewe pia. Amina mama. Kwanza hongera kwa ibada ya siku hii ya leo mama. Amina, nashukuru sana. Nilipokuwa wakati upo hapo juu umepanda, nilikuwa nje, nilikuwa toilet. Dada mmoja kwenye hivyo vyetu kule kuna kioo. Dada mmoja alikuwa amesimama pale kwenye kioo. Wakati unaendelea kufunguka hapo, yule dada akanyanyua mikono juu. Machozi yakaanza kumtoka. Yuko kule uani. Nikasema sijui anapitia nini. Kiasi kwamba mama yuko kule ndani ya kanisa, yeye yuko huku toilet, lakini akili iko wapi? Na kile ambacho mama anakihubiri kimemgusa mpaka anatoa machozi huku maliwato. Kiukweli nikaona kuna nguvu fulani ndani yako ambayo inawagusa watu, na watu wanafunguliwa, wanakombolewa kutoka katika hali fulani na wanakuwa huru. Kwa kweli mama, Mungu akubariki sana. Huo ni ushuhuda wangu ambao nimekupa. Amina, nashukuru. Unapopanda madhabahuni, huwa unajipanga kwamba naenda kufanya kitu fulani au uaga inatokea tu? Kiukweli nimshukuru Mungu pia kwa ajili ya nafasi hii, na shukuru Mungu kwa ajili ya neema ambayo ametupa kumtumikia. Lakini kitu ambacho umekiuliza, unakuwa umejipanga, lakini si kana kwamba umejipanga kwenda kukifanya kile ambacho kimefanyika, kwa sababu unapopewa ratiba ya kusimama tayari unakuwa labda tu umeandaa tu habari ya somo, lakini matokeo ndani ya somo yanakuja tu, yanatokea kupitia Roho Mtakatifu. Yaani pale unaposimama ni wingu tu la Roho Mtakatifu linashuka, linawahudumia watu. Amen. Yaani kama ni vazi hilo basi umevikwa na limekufaa. Nashukuru sana, asante sana. Natamani kujua, pengine na mtazamaji wetu ambaye anatufuatilia na aweza akatamani pia kujua kwamba wewe mama ni mzaliwa wa imani hii ama ulikuja tu ukaikuta imani hii, na kama ulikuja ukaikuta imani hii ilikuwaje? Mimi sikuzaliwa kwenye imani hii. Kwa hiyo kwenye imani hii nimekuja nikiwa na shida zangu. Lakini baada ya kufika hapa kiukweli nilimuona Mungu, nilikombolewa. Mimi kitu kilichonifanya kabisa kunifikisha kwenye hii huduma ya Ufunuo, nilikuwa naishi Kahama, wilaya Kahama, ambapo ndio mahali ambapo kanisa hili lilianzia. Nikawa nimeibiwa nguo. Yaani niliibiwa vitu vyangu vyote niseme. Kuanzia nguo mpaka na vyombo, mashuka, magodoro, kila kitu. Wakaiba, wakaniachia tu kitanda peke yake. Muda huo ilikuwa ni mchana wa saa 9, nilikuwa tu nimeenda kumsalimia mtu ambaye alikuwa hawezi. Baada ya kurudi nikakuta mlango umevunjwa, kila kitu kimeibiwa. Kuna dada mmoja ambaye alikuwa kama family friend kule Kahama, akanishuhudia kwa habari ya hili kanisa la Ufunuo. Akaniambia kwamba umepoteza vitu vyote na umeibiwa, lakini kuna nabii amekwisha kutua kwenye huu mji wa Kahama, ana uwezo kukuombea vitu vyako vyote ambavyo vimepotea vikarudi. Kwa mara ya kwanza niliona kama vile anataka kunidanganya. Mimi najua ukikimbilia polisi, mtu wa kwanza niliyemkamata alikuwa ni mpangaji mwenzangu, nikamweka ndani. Lakini yule dada akanishawishi sana, akaniambia hebu tuende kwa nabii huyo. Basi ikabidi nimkubalie. Kwa siku ya kwanza nilijua labda kuna kanisa labda kubwa sana ndo tunapoenda. Lakini aliponichukua tukafika ni nyumba tu, nyumbani kwa mtu. Kipindi hicho ndo baba ameanza huduma Kahama. Anasalia tu nyumbani kwa mtu, kwa hiyo alikuwa anasalia nyumbani kwa mtu lakini nje kwenye mwembe. Sisi tukafika, hatukumkuta. Tukamkuta msaidizi wake.
Akatupokea, akatueleza kidogo mambo, tukaeleza kidogo. Yule msaidizi wake akaniambia msubiri nabii. Kweli nikamsubiri. Baadaye akafika. Alivyofika akajitambulisha kwetu, akasema mimi naitwa Paulo Bendera, ni nabii. Sasa kitu kilichonishangaza kwamba yani kabla mimi sijamueleza matatizo yangu kwamba nimekuja labda nimeibiwa hiki na hiki, akaanza tu kuniambia pole sana dada, najua umeumizwa sana, umeibiwa kila kitu. Yani sasa yani ile kwamba kuniambia kwamba nimeibiwa kila kitu, mimi nikamwangalia yule aliyenipeleka, nikamuuliza yule dada amejuaje? Akaniambia msikilize, akaniambia umeibiwa kila kitu, umeibiwa na nguo, umeibiwa vyote, lakini umefanya jambo jema kufika mbele za Mungu. Nitakuombea kama vile vitu vilikuwa umevipata kwa halali vitarudi, lakini pia kama ukivipata kwa njia nzuri havitarudi, pengine Mungu atakupa vingine, au vinaweza visirudi lakini Mungu akakupa vitu vingine. Basi akaniombea, tumeondoka. Akatuambia njoni tena kesho saa 9. Tukaenda tena kesho saa 9. Tulipofika hakuniombea, akaniambia twende kanisani nikakuombea huko, alafu kuna watu nimeshawaandaa watakusaidia kukupa mavazi. Tumeenda kanisani kwake, ilikuwa bado tunasalia shuleni. Alikuwa anasalia shule ya msingi Kilima ambayo iko pale Kahama. Basi saa ya ibada ilivyofika tukaingia, akaniita mbele, akawaambia watu jamani, huyu binti ameibiwa kila kitu kuanzia mavazi na kila kitu. Naombeni mtu yeyote ambaye atakuwa na nguo ambazo hazitumii amletee aje avae. Kiukweli watu walijitokeza, Mama Bendera akiwa ni mmoja wapo, akanipa nguo na watu wengine akanipa nguo. Akaniambia kesho uje tena. Nikaenda. Sasa ilivyofika siku ya Jumapili, kwa sababu tayari nina imani yangu na mimi nilienda tu pale nina shida ya kuombewa, nikasema hebu ngoja kwanza niondoke niende sasa kanisani kwangu. Yani vile nimefikiria tu kwamba nikasali kule, kweli nikaenda. Mchungaji wangu akaniuliza ulikuwa wapi siku zote? Nikamwambia. Akaniambia unatangatanga tu, hiyo sio dini, huo ni uchawi, huo ni kuzimu, hamna kitu. Jioni wakati narudi nikakutana yule msaidizi wake aliyenipokea kwa mara ya kwanza njiani. Akaniambia umetoka wapi? Nikamwambia nimetoka kanisani kwangu. Akaniambia mbona unatangatanga? Mbona kanisani kwako wewe ni hapa? Na hata hivyo nakuona tu, lakini wewe utakuja kuwa mtumishi wa Mungu. Mimi sikujali, nikamwambia asante, nikapita. Akaniambia ukienda nyumbani ukila karibu ibada ya jioni. Kweli jioni tukaenda kwenye ibada, wakatuombea. Tukaa tumemaliza ibada. Sasa nikaanza sasa kwenda tu kama vile naenda kwenye maombi huko, bado nina imani nyingine. Baadaye nikaamua sasa kuamua kwamba nikae. Kilichonifanya mimi nikae kwenye kanisa la Ufunuo mpaka nikabadilika nikawa mwana Ufunuo, niliona matendo makuu ya Mungu. Kuna baba mmoja ambaye aliletwa, alikuja akiwa anaumwa sana. Hawawezi kumbeba ila wameweka sturi kwenye baskeli, alafu wakamdumbukiza yule baba kwenye tundu lile la sturi. Amekuja yani hawezi. Basi alipofika kwenye ibada kila mtu tunaogopa, lakini baba akasema tu mshusheni mwekeni hapo. Akafundisha, sisi macho yetu yote tunaangalia huyu mgonjwa je atakufa. Alipofika tu akaenda akamchukua, akampulizia tu pumzi tu, akasema nimekuponya kuanzia leo. Yule kaka akainuka. Saa hiyo wakachukua ndugu zake walikuwa na uji, wakampatia uji, akaanza kutembea. Kesho yake akaja tena anatembea. Kesho yake tena anatembea. Nikaanza sasa kuingiza akilini, kumbe hii kanisa kweli ni Mungu, kumbe ukweli ni nabii. Tukaendelea. Baba aliweka mkutano kabla wakati anaendelea na huduma aliweka mkutano pale Kahama. Kuna kichaa mmoja alikuwa anatusumbua sana, alisumbua sana watu, anabeba akifika anakuta masufuria hata ni mbwabwa anabeba. Alikuwa anaitwa Garibovu. Siku ile amehubiri mkutano wake wa kwanza katika shule ya Kilima, alimponya yule kichaa. Aliita tu akasema Mungu ameniambia nimponye kichaa yeyote leo. Akawaambia watu kwamba
nendeni mkamtafute kichaa yoyote popote pale mlete. Kwa kuwa yule alikuwa anajulikana tu anatembea sio mbali. Akaenda, vijana wakaenda wakamshika, akafika alivyonyosha mkono yule kichaa kaanguka chini ni kama vile amezima. Watu wote tukajua ameua. Yeye hana shida yani ya kuendelea kuhangaika tena na yule mgonjwa, akaendelea tu na mahubiri. Baadaye akasema mnyanyue. Watu wakaenda wakamnyanyua, akasema mtu yeyote ambaye anauza nguo hapa karibuni, naombeni nguo tumvike huyu mtu, ameshakuwa mtu kamili, ukichaa tena umemuisha. Akachukuliwa pale, kwa kuwa ilikuwa ni shuleni, akaenda kaogeshwa vizuri, akavalishwa nguo yani saa hiyo yule kijana akili zikamrudia. Kiukweli mimi akili yangu sasa ikajua hapa Mungu yupo, kwa sababu ni Mungu tunayemtafuta na Mungu wa matendo. Mimi nikajua hapa Mungu yupo, nikakaa. Akaja tena ule mkutano, akaja tena mama mmoja alikuwa kipofu metembelea fimbo, alikuwa ombaomba na watu wanamjua hapo Kahama kwa muda mrefu. Yule mama akaja akafunguliwa macho, akaona, na mpaka leo yupo yule mama. Hata ukienda Kahama ukiuliza miliki ya Bwana, yupo pale Kahama kanisani. Kwa hiyo ni baada ya kuona vile matendo makuu, na mimi vile ambavyo nilikuwa nikasema nitoke niende wapi, bora nikae niweke makao hapa. Kwa hiyo nikawa ndio chanzo cha mimi kuacha dini yangu ambayo nilikuwa naabudia, nikaingia kwenye ufunuo. Amina sana. Naamini hata mtazamaji wangu na yeye bado anavuta pumzi kama mimi ambavyo nimevuta pumzi ndefu. Vipo vitu vingi naamini ambavyo vimekufanya mpaka leo kabaki kuwa hapa. Na leo hii tunakutambua kama askofu katika kanisa hili la Ufunuo. Ulivikwa tu moja kwa moja kuwa askofu, au ulikuwa na kasafari fulani hivi mpaka kufika kuwa askofu? Kiukweli kuvikwa tu kuwa askofu si kitu rahisi. Mimi kwanza kabisa nilivyojiunga na kanisa la Ufunuo, nilikuwa mwimbaji wa kwaya ya Ufunuo Kahama. Baada ya kuwa nimeimba Kahama, baba alivyokuja kufungua huduma Dar es Salaam, akaja mwalimu yule akatengeneza kwaya, wakataka kuingia studio. Kwa hiyo baba akaniomba mimi na mwangalizi Abigaili ambaye yuko Silali, akasema kwamba tutoke huko tuje tu ibusti kwaya, yani tuongeze nguvu. Kwa hiyo tukaja kujifunza na nyimbo, tukaingia studio, tukarekodi, tukamaliza, tukashuti ile video ya kwanza. Baada ya kuwa tumeshuti, baba akatuambia tubaki, tuendelee kufanya huduma pamoja naye huko Dar es Salaam. Nikaendelea tena kuwa mwimbaji wa kwaya ya Ufunuo Dar es Salaam ambayo ni ya Kigamboni. Tumeimba sana. Kipindi hicho nilikuwa tu mtendakazi wa kawaida kabisa wa kudaka tu watu wanaoanguka kuwasaidia. Baadaye nikaa nimepakwa mafuta ya kuwa mtendakazi mhubiri. Nikaendelea na utendakazi uhubiri huko, naimba, naendelea kufanya biashara zangu. Mimi nilikuwa napenda kupika, nilikuwa mama ntilie. Kwa hiyo nikaa nafanya biashara huko, namwimbia Mungu huko, na endelea kufanya kazi ya kuwa mtendakazi wa kuwadaka watu. Baadaye nilivyopakwa mafuta kuwa mtendakazi mhubiri, nikaanza sasa kujifunza kupitia kwa wenzangu kwamba wanahubirije na nini. Ilikuwa ni jambo gumu kwa mimi kutoka kwa mwimbaji. Nilikuwa napenda sana kuimba, hata baba mwenyewe anajua. Kipindi ananipaka mafuta ananiambia na kuondoa kuwa mwimbaji na kupandisha uwe mhubiri wa Injili, kiukweli nilichukua muda. Alinipaka mafuta mara ya kwanza, sikuitii ile sauti kwa sababu yani ile kiu ya kuimba nilikuwa nayo. Wakaniita tena akanipaka mafuta, katikati ya ibada ananiambia utakuja kuwa mhubiri mkubwa sana. Nikaa nasema, siku moja nilimfuata nikamwambia baba, kwani hivi ninavyoimba sio kumtumikia Mungu? Akaniambia kote ni kumtumikia Mungu, ila Mungu amekupandisha zaidi ya uimbaji kuja kuwa mhubiri wa Injili. Kwa hiyo nikaa naenda nashinda kanisani, naogopa sana yani kule kusimama kwamba labda nitasemaje, na nikitaka kusimama naenda na wauliza wenzangu kina Mamzungu nani ambaye ni Askofu Raima, tafanyaje? Sawa, nanielekeza nenda ufanye hivi na hivi. Unaenda unasimama kwa uchache tu, maneno yanakuishia. Nikaendelea mpaka nikapata ujasiri. Kwa muda mrefu nimetumika kama mtendakazi mhubiri Kigamboni na Sinza. Baadaye baba alifungua tawi
Kinondoni kwa alikudumu sana, tukawa tunatumika hapo. Baada ya hapo tukawa tumetoka tukarudi Sinza, ndio nikaja tukapandishwa kuwa wachungaji. Tumetumika kwa njia ya uchungaji kwa muda mrefu tukizunguka kwenye vituo mbalimbali. Baada ya hapo tena Mungu akaweka neema akatupandisha kuwa waangalizi. Tukitoka waangalizi sasa tumetumika kwa muda mrefu pia kwa uangalizi, lakini baadaye ndo tukapata neema ya kuvikwa uaskofu. Kwa hiyo si tu kitu kwamba mtu anainuliwa leo anaitwa askofu. Sio mtu ni process ya miaka, yani na unyenyekevu pia ukiwepo, na huku baba anakuangalia, je, anapokupandisha hapo, je, utaenda utafiti, ama pengine labda ni roho zitainuka kwamba utajiinua na nini. Kwa hiyo ndio safari hiyo ambako nilitoka. Mama, amina sana. Kwa kweli ndio maana nilikuwa napata uwito. Nilihisi kuna kitu ambacho kinaweza kanifanya mimi na mtazamaji wangu tukajifunza kwa namna moja au nyingine, kuendelea kubaki au kutafuta mahali sahihi ambapo patatufanya sisi tukomae kiimani na kuwa karibu zaidi na Mungu wetu. Inakuwa ni rahisi hata kufikisha maombi yetu moja kwa moja kwa Mungu kuliko ile kutangatanga, leo nimesali hapa, leo nimesali hapa, inakuwa ni kidogo ni changamoto. Kwa tunavyoelekea mwishoni sasa, hivi ikitokea yani nasema tu kwa mfano, haya sasa kwa namna moja au nyingine, namna tu yoyote, unaweza ukahama tena kutoka Ufunuo kwenda sehemu nyingine? Hapa nilipofikia kiukweli nilishainywa roho ya Ufunuo. Kuhama kwenda sehemu nyingine siwezi, yani na haiwezi kutokea, kwa sababu kama ningekuwa nataka kuhama basi ningehama nikiwa mtendakazi, nikiwa mwimbaji. Sijafikia hii level. Ukifikishwa kwenye hii hatua, ni hatua ambayo ni kubwa sana. Yani sio baba tu aliyekuamini, hata Mungu pia ameshaniamini. Alafu je, nikitoka ile mioyo ya watu waliokwisha kuniamini na waombea, nitajeruhi kiasi gani? Yani halitakaa litokee, nisiseme sidhani, halitakaa litokee. Mimi ndo mahali ambapo nimefika, nimetua maisha yangu, nimetua nanga mpaka pale maisha yangu yatakapokuishia hapa duniani. Amina. Na yule ambaye anatangatanga sasa, mpe neno lake. Kiukweli kutangatanga si kuzuri. Mimi ni waombe watu ambao wanakuwa wanaamua kutafuta imani kwamba tusali wapi. Ukifika kwa mtu wa Mungu ambaye yeye anaweza katamka neno likawa, ni waombe watu wakae watulie. Majibu ya Mungu pia sio tu kwamba mtu anafika tu anajibiwa. Kuna wale wa kujibiwa tu na kuondoka, kuna wale ambao Mungu ana majibu mengi. Kuna Mungu anawahi, anachelewa, anasubiri. Kwa hiyo lazima watu wajue kwamba wanapofika kwenye imani wakae kwanza watulie. Kitangatanga hata Mungu anataka kukujibu jibu lako, pengine jibu lako lilikuwa ni leo. Wewe leo haupo kanisa hili, umeenda kanisa nyingine, anakuja mtu ambaye ni mara yake ya kwanza, anapokea ule muujiza wa yule mtu ambaye amekaa muda mrefu. Kwa hiyo ni waombe kiukweli wasitangetange. Kama mtu ameamua kuwa mwana ufunuo, basi awe mwana ufunuo kindakindaki, asitangetange kwenda sehemu yeyote. Na hapo ndipo utakapopokea baraka za Mungu nyingi ambazo zinakusubiri. Kwa kweli tunayo furaha sana na ninamshukuru sana Mungu kwa sababu tumekuwa na wakati mzuri pamoja na mama ambaye ni askofu, kiongozi mkubwa kabisa katika kanisa hili na mhubiri mkubwa sana katika kanisa hili ambaye amebarikiwa. Kama umefuatilia hapo mwanzo, nimekuambia kitu kidogo, ushuhuda kidogo ambao nimekutana nao katika siku hii ya leo wakati mama akiwa hapo madhabahuni. Na kufikia hapa sisi tunakuwa hatuna la ziada. Zaidi ya yote, endelea tu kuwa mwanafamilia wa Ufunuo kwa kusubscribe YouTube channel yetu ya Ufunuo, kushare, kulike na kucomment kama utakuwa na swali ama kuna jambo lolote ambalo unatamani kupata msaada kutoka kwa viongozi wetu wa kanisa hili. Jina langu naitwa Given Mashishanga, nilikuwa na Askofu Elizabeth na hivi ndivyo tunavyoondoka. Asante Kelvin Nyorobi kwa kuhakikisha matangazo haya yanawafikia moja kwa moja watazamaji wetu. Nikutakie siku njema.